Bwana Yesu Kristo asifiwe ndugu zangu. Ninawabariki tena kupitia jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa habari za msikiti wa Al-Aqsa, tunaona kwamba vikosi vya usalama vya Israeli vimeripoti kushambulia kwa mabomu ya machozi waumini wa Kiislamu waliokuwa wakijaribu kutekeleza swala zao zaidi karibu na eneo la msikiti wa Al-Aqsa jijini Jerusalem. Pia hatua hiyo imelenga kuzuia mikusanyiko ya waumini hao katika eneo hilo takatifu ambalo limefungwa na mamlaka za Israeli tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Tukio hilo limetokea wakati waumini wakijaribu kutekeleza ibada yao muhimu ya Idi katika maeneo ya wazi yanayozunguka msikiti huo kufuatia amri kuzuia kuingia ndani ya Al-Aqsa. Kwa hiyo mashuhuda wanaelezea kuwa hali hiyo ya taharuki, huku moshi na mabomu ya machozi kitanda maeneo hayo, jambo ambalo limezua ukosoaji mkubwa wa kimataifa kuhusu haki za kuabudu wakati wa migogoro ya kijeshi inayozidi kushika kasi katika ukanda huo. Sasa, kufungwa kwa msikiti wa Al-Aqsa kunatajwa kuwa sehemu ya hatua kali za kiusalama zilizochukuliwa na Israeli tangu kuanza kwa operesheni za kijeshi dhidi ya miundombinu ya Irani. Kwa hiyo, hata hivyo, viongozi wa kidini na mashirika ya kutetea haki za binadamu yameonya kuwa kuzuia ibada katika sikukuu kama ya Idi kunaweza kuchochea hasira zaidi miongoni mwa Wapalestina. Sasa, kwa nini nimewapa hii taarifa? Nilisha kusema kipindi cha nyuma kwamba pale ambapo huko msikiti wa Al-Aqsa ni lazima lijengwe nini? Hekalu. Sasa mimi na wewe tunajiuliza, ili hekalu lijengwe ni lazima ule msikiti uondolewe. Sasa nini kinachotokea? Ule msikiti utavunjwaje? Mimi na wewe hatujui. Kwa hiyo hapo watu walikuwa wanajiuliza kwamba ndo nabii unakwenda kutimia au ndo yale yanakwenda kutimia. Nikasema tusubiri wote tuone, kwa sababu mimi sijui tatimiaje itakuwaje kuwaje. Mimi nisha kusema labda ninavyohisi katika hivi kupigana vita, rushana mabomu, wasije wakajikuta wamelipua wenyewe au wakalipuana ule msikiti, kwa sababu wanapopiga bomu uangalia, unapiga hapo, tunalenga majengo, unapiga kambi za jeshi. Sasa kuna makombora mengine usikute yatalipua, nikasema pia usikute wataamua wao wenyewe. Kwa hiyo sasa haya yote yanayoendelea hapa ambayo tunayaona yanaendelea huko Mashariki ya Kati, haya ni mambo ambayo huenda anakwenda kukamilisha unabii wa siku za mwisho. Kwa hiyo mambo kama haya unapoyaona, wewe unachotakiwa kufanya ni kuchangamka. Kwa hiyo angalia hizo tukio zinapokwenda kwamba msikiti huo tayari umefungwa. Sasa hatujui utafunguliwa au vita itakapoisha hali itarudi kama kawaida. Mimi na wewe hatujui. Kwa hiyo usije ukashangaa ukafungwa mazima. Mwishowe Wayahudi wakaamua kufanya nini? Kujenga hekalu lao na kuendelea na dhabihu zao na ibada zao. Kwa hiyo haya yote tuyaangalie kwa makini, kwa sababu ule wakati unakaribia, ule mwisho unakaribia. Kwa hiyo hapa yanapotokea kama haya yanatupa sisi ishara. Hizi zote ni ishara. Kwa hiyo inabidi sisi tuwe makini na kutambua kwamba hapa tunapoelekea na hili jambo linalokwenda, hii ni ishara ya kitu fulani. Kwa hiyo ninyi nyote ambao mnaona hapa yanayotokea, angalieni na neno la Mungu limesema nini, Biblia imesema nini. Kwa hiyo sasa hii vita na mashambulizi yamepelekea msikiti wa Al-Aqsa kufungwa. Kwa hiyo sasa kwa wafuatiliaji na wasomaji wa Biblia wanaofuatilia mambo, hii lazima hata wewe ikupe wasiwasi, kwa sababu tunajua pale ndipo chanzo mpaka hekalu halijengwi. Sasa ukishaona msikiti umefungwa, kuna kitu lazima kinaanza kukutia wasiwasi. Kuna kitu kinakupa hofu na kujua kwamba muda wote jambo lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu, mimi leo sitaki kuingia kiundani sana wala kufanya kiundani, kwa sababu tushafafanua sana, kwa sababu tushazungumza sana kuhusu haya mambo. Yapo humu kwenye hizi akaunti zetu zote, tushazungumza sana kiundani. Kwa hiyo unaweza ukatafuta ukaona. Kwa hiyo mimi nimekupa taarifa tu na kusogezea taarifa ambazo zinahusiana na unabii wa unyakuo, ujio wa Yesu Kristo mara ya pili na matokeo yanayoendelea sasa, ili una relate
na neno la Mungu linavyosema. Kwa hiyo mpaka sasa, kwa mujibu wa taarifa za mamlaka hizi, ule msikiti umefanya nini? Umefungwa. Sasa hatujajua hali kitulia, watafungua hali iendelee kama kawaida, au ndo wanaweza kapitia na mpango wao humo wa kuvunja wajenge hekalu lao. Mimi na wewe hatujui. Kwa hiyo ni swala tu la kuwa makini na kujiweka tayari na kujiandaa kwa saa ya unyakuo.